Mafunzo haya yamefanyika katika awamu mbili, na awamu ya kwanza ilifanyika kwa maafisa pekee bila viongozi kutoka katika ngazi za mikoa na wilaya, na tunapenda kuwashukuru sana wadau wetu ambao wamewezesha mafunzo haya. Mnafahamu nyinyi ilikuwa ni awamu ya pili ambayo imehusisha mafunzo katika vituo vinne, na mafunzo haya yalifanyika katika jiji la Arusha ambapo nilifungua mkutano huo, Morogoro, Mbeya, Masasi, na ikijumuisha sasa mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Singida, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, Iringa, Dodoma, Mtwara, Lindi, Ruvuma, Mbeya, Njombe, Songwe, Katavi na Rukwa. Sasa ni kwa mikoa ya Mwanza tulipo hapa, Shinyanga, Kagera, Tabora na Geita, ambapo washiriki ni maafisa elimu wa mikoa na wilaya, maafisa udhibiti ubora wa shule wa wilaya, wadhibiti ubora wa shule na maafisa wa tehama katika mikoa ambayo mmetoka. Hiki ni kituo cha mwisho cha kutoa mafunzo haya, na ninaamini mafunzo haya hayatakuwa ya mwisho. Kama ambavyo mkurugenzi alisema, katika sera ya elimu tunasisitiza mafunzo endelevu kazini. Na kweli ni swala ambalo tunalizidia umuhimu sana, kwa sababu katika sekta ya yote kila wakati masuala yanabadilika, namna ya utendaji kazi unabadilika. Kwa hiyo ni muhimu sana waafisa na viongozi katika sekta waendelee kupata mafunzo kazini. Kwa hiyo ninathibitisha kwenu kwamba haya hayatakuwa mafunzo ya kwanza, yatakuwa ni mafunzo endelevu kupitia namna mbalimbali. Nilikuwa ninaongea na viongozi wenzangu, mafunzo ni nyenzo muhimu sana, na siku zote sio lazima, pamoja na kwamba tutakuwa tunaona ulazima wa kukutana face to face, lakini kwa sababu tunakwenda kitehama, tuangalie pia namna tutakapokuwa na mafunzo endelevu ambayo yatatumia mifumo ya kitehama. Jana tulikuwa Dar es Salaam tukisherehekea maadhimisho ya miaka 50 ya Taasisi ya Elimu Tanzania, na niliona Taasisi ya Elimu Tanzania imeandaa LMS, Learning Management System, ya mafunzo kwa walimu kazini. Sasa sijajua kama kutakuwa na namna ya kuboresha mfumo ule, hata sisi wadhibiti ubora, sisi maafisa tehama, sisi viongozi wa kielimu, nasi tuweze kupata dozi yetu kupitia kwenye mfumo huo. Sidhani kama kutakuwa na afya wadhibiti ubora waanzishe mfumo wao, maafisa tehama mfumo wao, viongozi wa kielimu mfumo wao. Nafikiri tukiimarisha mfumo ule utasaidia sote katika kuimarisha mahiri na taaluma zetu. Kwa hiyo tuangalie uwezekano wa kuboresha mfumo ule ili sisi wadhibiti ubora, viongozi wa kielimu pia tunufaike na mafunzo ambayo yanawekwa katika mfumo huo. Mada zote zilizopangwa zimewezeshwa, na kila kituo cha mafunzo wanafunzi walipata nafasi ya kufanya mazoezi ya kutosha. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni matarajio yetu kwamba kwanza kutumika kwa mfumo huu kutatuwezesha mambo mengi, lakini machache. Kwanza ni kuwepo kwa mabadiliko chanya katika utendaji wa kazi kwenye idara ya udhibiti ubora wa shule. Lakini la pili, viongozi katika ngazi mbalimbali, wamiliki wa shule na wadau wa elimu kutumia taarifa za takwimu katika mfumo wa udhibiti ubora kuboresha hali ya utoaji wa elimu nchini. Jambo jingine ni kupanda kwa kiwango cha ubora wa elimu itolewayo hapa nchini. Haya ni baadhi tu ya machache ambayo tunategemea mfumo huu utatusaidia. Hata hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa nisisitize tu kwamba W1 jitahidini kuhakikisha taarifa kabla ya kuziidhinisha kupitia kwenye mfumo. Mzihakiki kabla ya kuzituma kwenye ngazi nyingine, ili kama hazijakamilika zirudishwe ziwekwe vizuri,
kwa sababu zikija moja kwa moja basi zinaweza zikapotosha maana yetu ya udhibiti ubora wa shule. Lakini pia kusisitiza shule zetu kuendelea kufanya kuhakikisha kwamba wanajifanyia tathmini ya ndani kwa kutumia timu za udhibiti ubora wa shule na kujaza zile fomu angalau mara 2 kwa mwaka, ili kwamba hapa sasa namaanisha RIOs wenzangu hapa, DOs na W1, kuhakikisha kwamba shule zetu sasa huu mchaka wa mfumo unakwenda mpaka kwenye shule zetu, na hii radha ya mfumo wanaifeel kwamba kweli tumeanza mabadiliko kwa kasi. Ndugu mgeni rasmi, tunaushukuru uongozi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwezesha kuwa na mifumo thabiti yenye kurahisisha utendaji kazi. Aidha, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufungua milango ya wadau mbalimbali ili kuisaidia sekta ya elimu. Tunaishukuru sana Benki ya Dunia kwa kusaidia ujenzi wa mfumo wa kidijiti wa udhibiti ubora wa shule, Cambridge Education kupitia mradi wa shule bora na mradi wa GPE